بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من حزبه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada ya sala na amani mfikie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa leo ni siku ya tarehe 13 ya mwezi wa 7 2026, katika utaratibu wetu na mtiririko wa kusomeshana arajiz za ahlul ilmi na mandhumat, leo tuko na mandhuma au urjuza ambayo inazungumzia jambo muhimu sana, ambalo kwa jambo hilo Waislamu tunakusanyika. Kutokana na jambo hilo Waislamu tunakusanyika kwa siku mara 5. Jambo lenyewe ni adhana, kama ambavyo nimetangulia kusoma katika aya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya ya suratul al-Maida 85: wa idha nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba, na pindi mnaponadi kuitana katika swala wanaifanya adhana yenu au wito wenu au hiyo swala kuwa ni huzwan, ni mchezo, istihza, wa la'iban, na kuwa ni mchezo. Dhalika biannahum qaumun la yaqilun, hilo wanafanya hivyo kwa sababu wao ni watu ambao hawana akili, hawana mazingatio na kujua thamani ya swala ambayo nyinyi mmeitana kupitia adhana. Hawajui thamani yake ni nini, ndio maana wanaifanya kuwa ni istihza na kufanya kuwa ni mchezo. Aya hii kwa kauli za wanachuoni wa tafsiri ni imekusudiwa adhana, idha nadaitum ila as-salah, mkinadi katika swala, maana yake mnapokuwa mnaitana katika adhana. Na adhana imefaradhishwa Madina, kama katika hadithi ya Abdullah ibn Zaid ambapo yaliota akafundishwa namna ya kutoa adhana hii ambayo sisi tunaitana kwa adhana hiyo. Na mashuhuri katika maeneo mengi ni adhana ya Bilal, na kuna adhana ya Abu Mahdhura ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alimfundisha, adhana ambayo ipo katika miji ya Malikia, kufanya tarjii katika adhana. Sasa kwa kuwa adhana ni moja ya sha'air za Uislamu na alama na vitu ambavyo vinaonesha huu ni Uislamu au mji ni wa Kiislamu, adhana ndio kitu ambacho kinaonesha na kutupa taswira. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akifika kwa watu usiku hawavamii mpaka asubiri alfajiri aone kwamba pataadhiniwa au hapaadhiniwi, ili kumaizi tu baina ya mji wa Kiislamu na mji usiokuwa wa Islamu. Kwa hiyo adhana ni kitu muhimu sana katika Uislamu, bali ni katika mambo ambayo kuyafanya ni fardhu kifaya, lakini kama itatokea mji mzima haujatoa adhana, watu wote wanawajibika kubeba mzigo wa kutoa adhana. Kama ni hivyo, basi hii adhana lazima iwe na taratibu zake, kuanzia yule anayetoa adhana mpaka namna ya utoaji wenyewe wa adhana. Na baadhi ya wanachuoni wameiingizia hii adhana ahkam za tajwid, na Sheikh Raslan ameandika kitabu kinaitwa Akhtau almuadhinin, makosa ya adhana, makosa ya waadhini. Ametaja kwenye kitabu hicho mpaka makosa ya baadhi ya waadhini katika misikiti miwili mitukufu, msikiti wa Makkah na msikiti wa Madina, kwa sababu baadhi ya maulama wamepitisha hukumu za adhana katika ahkam za tajwid. Sheikh al-Allama Ali ibn al-Ujhawiri al-Maliki rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amefariki mwaka 1066, ameandika urjuza fi kaifiyati al-adhan,
urjuzatun fi kayfiyati al-adhan. Imeitwa urjuza kwa sababu imeandikwa kutumia bahari ya Rajaz, bahru Rajaz, ndio maana inaitwa urjuza. Ameandika kuhusiana na namna ya kutoa adhana, fi kayfiyati al-adhan, adhana namna gani inatolewa, masharti yake, taratibu zake, nidhamu zake. Hiki ndio kitu ambacho sisi tunatanawali. Ni manzuma ndogo kwa hakika, ni kijitabu kidogo kwa hakika, lakini ujumbe uliobebwa humu na mambo yaliyobebwa humu ni mambo muhimu na mazito mno, ambao sisi tumependa tuyakurubisha haya kwa ndugu zetu wasomaji, ili faida iweze kupatikana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu waweze kulazimiana. Qala rahimahullahu ta'ala, alqawlu fima jaa fi almuadhdhin ya sayyidi lafdha aladhan ahsini قف قائما معتدلا مستقبلا واعتقد الإيمان عقدا كاملا إذا بدأت الله فاقطع الألف ولا تصله فيكن ذكرا ضعف كذاك قطع همزة من أكبر إبدالها واو قبيح منكر والباء ليس فيه إلا القصر ومده عند الجميع كفر كذاك الاستفهام في التشهدين كفر صريح يا أخي بدون مين كذاك الاستفهام في التشهدين كفر صريح يا أخي بدون مين. أنا سمع القول فيما جاء في المؤذن, قولي iliyokuja kuhusu muadhin kutoa adhana, yani kauli iliyokuja kuhusu muadhin. Yule muadhin mwenyewe anatakiwa aweje, pamezungumzwa nini kuhusu muadhin. Ya sayyidi, ewe bwana wangu, ewe ndugu yangu, lafdha al-adhani ahsini, tamko la adhana lifanye kuwa vizuri, yani ahsin lafdha al-adhan, matamshi ya adhana yafanye kuwa vizuri, toa adhana kwa uzuri. Na ndio maana panapendezeshwa yule anayetoa adhana awe na sauti nzuri, awe ni jahur as-sauti, sauti yake ni jahur, sauti yake ni ya juu, ana uwezo wa kutoa matamshi vizuri ya adhana. Sio kama ambavyo tunaona kwenye baadhi ya misikiti, watu ambao wanakimbilia kutoa adhana ni watu ambao hata zile lafudhi hawazitoi vizuri. Mengine unakuta hata meno hayatengamaa vizuri, yani au hana kabisa meno, lakini ndo anayang'ania kipaza sauti. Naona imma kwa ukubwa wake zaidi, kwa umri wake umekwenda, maneno yanamkataa, na ndio anakuwa anaminyana kutaka kutoa adhana. Lakini ibada ya adhana sio kama vile ni kitu cha kawaida tu utumike undava na undewa kwenye kutoa adhana. Ya sayyidi lafdha al-adhani ahsini, ewe bwana wangu, ewe ndugu yangu, ili lafudhi ya adhana ifanye kwa uzuri. Yani sayyidi hapa sio lazima huyo awe kwamba wewe ni bwana, yani kama vile yeye mheshimiwa wangu, mheshimiwa. Lafdhi adhana iweke kwa uzuri. Ahsin lafdha al-adhani ya sayyidi. Qif qa'iman, simama hali ya kuwa umenyooka. Qif, simama ukiwa umesimama vizuri kabisa. Mu'tadilan, hali ya kuwa umenyooka. Mustaqbilan, hali ya kuwa umeelekea qibla. Yanapozungumzia qif qa'iman mu'tadilan, anakusudia kisimamo na kunyooka. Mustaqbilan, hali ya kuwa umeelekea qibla, na hii ni katika mustahabbati za adhan. Katika mambo ambayo yanapendeza katika adhana, mtu asimame hali ya kuwa ameelekea qibla, tena akiwa amenyooka. Wa'taqid al-imana 'aqdan kamilan, wa'taqid al-imana 'aqdan kamila, kwa sababu ya ar-rawi vina. Qif qa'iman mu'tadilan mustaqbila wa'taqid al-imana 'aqdan kamila, sababu ya ar-rawi vina vya beti. Wa'taqid al-imana, na itakidi imani, aqdan kamila, kuitakidi kuliko timia. Maana yake ile ni sharti analitaja kwa muadhin, kwamba huyu muadhin awe ni Muislamu muumini. Haisihi adhana kwa siye kuwa muumini, asiye kuwa Muislamu. Maana yake la yasihu al-adhan min kafir, kwa mtu ambaye ni kafir adhana haikubaliki kwake. Kwa miongoni masharti za adhana itolewe na mtu ambaye ni Muislamu, awe ni mu'taqid, ana aqida. Idha bada'ta Allahu faqta'il alif,
Utakapoanza Allahu akbar, idha bada'ta Allahu, unapoanza kuitamka Allah ya lafdhul jalala, faqta'il alifa, ifanye ile alif ya kwenye Allah kuwa alifu qat'i, iwe hamzatul qat'i. Ndio tunakusudia faqta'il alifa, usifanyie wasli ikawa ni hamzatul wasli, bali kwa sababu iko mwanzoni basi ifanyie kuwa ni kama vile hamzatul qat'i. Uitamke hiyo alif ikiwa ni maftuha kama vile alif qat'i au hamzatul qat'i. Ndio maana nasema faqta'il alif, itamke hiyo alifu, sio ikate. Hiyo faqta sio ikate, yani ifanye kuwa ni hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i, na hamzatul qat'i inatamkwa mwanzoni na katikati, lakini hii asili yake ni hamzatul wasl. Lakini kwa kuwa iko mwanzoni, ifanye kuwa hamzatul qat'i kwa kusema Allahu akbar. Asije mtu akatoa adhana akasoma Allahu akbar, Allahu akbar, akaanza Allahu akbar kwa kuangusha Ndio maana nasema faqta'il alif, ile alif ya mwanzoni kwenye lafdhul jalala, ile alif ya al ifanye kuwa ni qat'i kwa kuitamka. Wala tasilhu, wala usiunganishe. Wala tasilhu, usiunganishe hiyo alif hapo kwa kuifanya hamzatul wasl, ukatamka kwa udhaifu kama tulivyoashiria Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hapana, fayakun dhikran dha'f, ikawa ni utajo uliokuwa dhaifu, ukawa umesoma adhana kwa namna ya udhaifu. Kwa hiyo usifanye hivyo, bali itamke. Kadhaka qat'u hamzatin min akbaru, vile vile kuisoma qat'u, kuitamka na kuisoma hamzatin, herufi hamza, min akbaru, kwenye neno akbar. Hiyo hamza ni hamzatu qat'in na inatakiwa isomwe. Ibdaluha wawan, kuibadilisha hiyo alifu kuwa wau, hiyo akbar, hiyo kuifanya kuwa wau, qabihun munkarun, ni mbaya tena yenye kuchukiza, imekatazwa kabisa kufanya hivyo. Qabihun munkar, mfano wake ni nini? Ni mtu kuja kusoma Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yani baada ya kusema Allahu akbar anasema Allahu akbar, wakbar, kuibadilisha alifu kuwa wau, Allahu akbar, Allahu akbar. Hiyo tunasema ibdaluha wawan, alifu ya akbar kuibadilisha kuwa wau ni qabih, ni mbaya tena munkar, imekemewa na kukatazwa kabisa. Dr. Karim Balhaj Mustafa ambaye amefanya taaliq ya kitabu hiki na kudhibiti kitabu hiki anasema bi an yantiqa biha Allahu akbar wa huwa jaizun, ni jaiz kusema Allahu akbar. Yani jaiz hakusudii kwa maana jaiz ibtidaan, mtu akusudie kusema Allahu akbar ibtidaan, bali ni vema kudumu na lafdhi ambayo imekuja katika nas Allahu akbar. Lakini kitokea mtu ameshindwa kusema akbar akasema Allahu akbar, manake tutaikubali hiyo akbar kwake yeye kwa kushindwa kwake kusema akbar. Na anasema jaizun li anna ibdal alhamzati wawan, kwa sababu kubadilisha hamza kuwa wau jarin fi lughati alarab, ni yenye kupita na kukubalika na kutokea katika lugha ya Kiarabu. Waqad ashara ila jawazihi Ibn Juzay, na ameashiria juu ya kufaa kubadilisha hamza ya akbar kuwa wau mwanazuoni anaitwa Ibn Juzay kwenye kitabu chake kinaitwa Al-Qawaninu Al-Fiqhiyya ukurasa 110, ameashiria hilo akisema hivi: wa man qala Allahu akbar, atakayesema Allahu akbar biibdali alhamzati wawan, kwa kuibadilisha hamza kuwa wau, jaza, linajuzu ile kwa kukubalika. Wa alayhi, na kwa hivyo basi fatakbihu an-nadhim lahu, ule qabihi aliyosema an-nadhim, huyu mnadhimu wa hii beti, huna hapa la yuhmalu ala kaunihi yubtilu al-adhan,
hakuchukuliwi kwamba hiyo qabih inabatilisha adhana. Endapo mtu anasema Allahu akbar idha waqa'a min almuadhdhin, pindi inapotokea kwa muadhdhin. Wa inma yuhmalu ala darurati alhirsi ala tajannubihi, inabebwa na kuchukuliwa juu ya kufanya pupa katika kujiepusha na kusoma wakbar, lianna al-asla tahqiqu alhamzati fi akbar, kwa sababu asili ni kuithibitisha na kuisoma kwa uhakika wake hiyo hamza iliyokuja kwenye neno akbar. Tayeb, hiyo ni faida muhimu sana kwenye neno wakbar, faida muhimu sana. Kwa anasema kadhaka qat'u hamzatin min akbar ibdaluha wawan qabihun munkaru والباء ليس فيه إلا القصر ومده عند الجميع كفر. والباء na herufi ba iliyokuja kwenye neno akbar, hiyo ba kwenye neno akbar, laysa fihi, hakuna katika hiyo ba, laysa fihi illa alqasr, isipokuwa alqasr, maana yake kutokuvuta. Alqasr, tuna almaddu na kuna alqasr. Almaddu ni kuvuta, kinyume chake ni alqasr. Kwa hiyo hakuna kwenye hiyo ba isipokuwa kutokuvuta. Akbaru, kutokuivuta ba. Wa madduhu, na kuivuta kwake hiyo ba kwa kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Na hili pia ameashiria Sheikh Raslan katika akhtaul muadhdhinin kusema akbar. Baadhi ya waadhini wana makosa, na miongoni mwa makosa yao ni kuvuta ba iliyokuja kwenye neno akbar. Anasema wa madduhu, na kuivuta kwake hiyo ba inda aljamii, kwa wanazuoni wote, kufrun, anakuwa amefanya kufuru mtu akivuta hiyo akbar, kwa sababu akbar inabadilisha maana moja kwa moja. Na neno akbar ni wingi wa neno kabarun, kabarun wa huwa tablu, na kabar ni ngoma. Waqad nassa Ibn Juzay ala adami jawazi dhalika. Ibn Juzay katika alqawanin alfiqhiyya ukurasa 110 ametoa maelezo kwamba haifai kufanya hivyo kwa kusema man qala Allahu akbar bilmaddi lam yujzih, na atakayesema akbar kwa kuvuta ba, basi hiyo haijuzu kwake yeye kufanya hivyo, na hiyo ni kufru, kwa sababu ukisema Allahu akbar maana yake Allah ni ngoma, tena ngoma nyingi, na hiyo ni kufru, kwa sababu kuna kunasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hayafai. Kadhaka listifhamu fi tashahhudain, vile vile istifham kufrun, ni kufur. Istifham, kuuliza, kuweka kiulizi kwenye shahada mbili, ni ashhadu an la ilaha illa Allah. Hasa mtu akiweka kiulizi, ima aseme ashhadu an la ilaha illa Allah au aseme ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, kwa kuvuta hapa utakuwa zimeingia hamza mbili. Hasa asili yake ni ashhadu. Istifham, je, mimi nashuhudia? Kufanya hivyo pia ni kufuru katika adhana. Kadhaka listifhamu fi tashahhudain, vile vile kuweka kiulizi katika at-tashahhudain, yani ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hizo ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hizi shahada mbili, kuweka kiulizi hapo kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hiyo ni kufur sarihun, tena ni kufri ya wazi. Ya akhi, ewe ndugu yangu, biduni main, pasi na nini? Pasi na uongo. Main kwa maana ya uongo, pasi na uongo, kusema hivyo biduni main. Kwa hiyo unataka useme yani useme ashhadu, useme ashhadu. Ukisema ashhadu an la ilaha illa Allah, maana yake je, mimi nashuhudia? Na hiyo unatiaje sifahamu hapo, kana kwamba mtu anakuwa hana uhakika na hivyo. Idhan kwa kuvuta inakuwa ni ashhadu, sawa sawa umesema ashhadu an la ilaha illa Allah, au akafanya mad
kwa kuvuta, istifhamu akavuta ashhadu an la ilaha illa Allah, inakuwa katika wajhi mbili, imma aeke istifhamu ya wazi aseme ashhadu, au aeke istifhamu kwa namna ya kuvuta. Hiyo pia inakuwa ni kufur, tena kufur ya wazi kabisa pasi na uongo. Wa mithluhu min maddi dali ashhadu, mfano wake hiyo iliyopita, kufur iliyokuja hapo kwenye istifhamu ya hamza ya ashhadu mwanzoni kwenye ashhadu, mfano wake min maddi dali ashhadu, kuvuta dali ya kwenye neno ashhadu. Kusema vipi? Ashhadu an la ilaha illa Allah, ukavuta ashhadu. Naona faqsur, usivute, fupisha sauti. Manake ashhadu qasr ni kustopisha sauti, kwa sababu almaddu maana nini? Italatu sauti biharf, ni kurefusha sauti kwa kuitamka herufi kwa haraka ambayo kwenye herufi. Kama ni ba, kurefusha sauti ukasema ba. Kwa kama hapa ni du, ukirefusha sauti du, ndio umevuta. Kwa alqasr ni kuikata ile sauti na kuto kuirefusha. Kwa hiyo vile vile usivute kama ambavyo umekatazwa kuvuta alifu ya ashhadu kwenye beti ya 6 kwenye neno ashhadu an la ilaha illa Allah na neno ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Vile vile usivute dali ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah, usifanye hivyo ikawa ni waul jamaa, manake jamu. Faqsud wa janib maddahu fatas'adu, jiepushe kuivuta. Faqsur, usivute. Wa janib maddahu, jiepushe kuivuta hiyo dali. Fatas'adu, utakuwa ni mwenye furaha. Wanunu fi an la ilaha tudghamu, na nuni kwenye neno an la ilaha tudghamu inadighimishwa, inazamishwa na kuingizwa na kumezwa kwenye la. Unasema an la, yani idgham kamilan. Ashhadu an la, sio ashhadu an la, an la, ashhadu an la. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la, sio ashhadu an la, yani sio idgham kamil. Maana bado kuna kinuni kinasikika ashhadu an la, yani kama vile nuni haipo alafu kuna lamu yenye shadda. Wan-nunu fi an la ilaha tudghamu wamdud ala al-lam bi sautin yufhamu. Kwa hiyo nuni hiyo inafanya idgham kwenye lam, idghaman kamilan, moja kwa moja. Wamdud ala al-lam, navuta hiyo lami, hiyo lam, useme la ilaha bi sauti yufhamu, kwa sauti yenye kufahamika hiyo la, kwa sababu ni nafyun. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Sasa watu wa tajwid wameingia wapi? Watu wa tajwid kwenye adhana wameingia kuja kuzungumza kwamba hii adhana inatakiwa ivutwe vile vile, sehemu ya haraka mbili ivutwe haraka mbili, sehemu ya haraka 6 au 5 au 4 ivutwe vile vile. Ndio maana hata Sheikh Raslan ameashiria kuonesha kwamba makosa, miongoni mwa makosa ya adhini ni kuvuta lafdhul jalala kwa nguvu. Allahu akbar Allah, yani lafdhul jalala ina haraka mbili ile lamu yake. Kwa hiyo kuivuta ziada ya hapo ni makosa. Wao wanaona hivi. Ndio watu watajua wameiwa kwenye mfano maeneo kama hayo. Au idgham yake ashhadu anna Muhammad, ghunna hapa ni haraka mbili, haraka mbili ghunna. Lakini ukighunna sana anna Muhammad, yani غنة na mim, غنة kwenye nun na mim, wa ghunna mima thumma nunan shuddida wa sammi kulli harfi ghunnatin bada. Yani hizi ni harfu za ghunna. Sasa miqdari yake ni haraka mbili. Kuivuta zaidi ya hapo watu tajwidi wanasema haya ni makosa, hata kama kwenye adhana watu tajwidi. Na mfano wake mwingine ni hapa. Kwa hiyo la ilaha kwa wao inakuja kama vile ni nini? Almaddu almunfasil, kwa sababu harfu almaddi ipo kwenye, yani kwenye neno jingine na hamza ipo kwenye neno jingine, kwa sababu miongoni mwa sababu za madda imma madda sababu zake imma sukun au hamza.
Kwa hiyo madda, harfu al-madd ambayo ni alif ipo kwenye neno jingine, kwenye la, alafu hamza ya ilah ipo kwenye neno jingine. Kwa hiyo hapo ni madd munfasil. Idhan alla ilaha, ambapo ukirudi sasa inabidi urudishe kwa watu wa Qur'ani. Yani kwa mfano Hafsi hapa na hizo wajhi inategemea unasomaje, kama ni ni tartila au ni hadd au vipi, lakini hili sio gogoro sana. Mtu anaweza kavuta haraka 4 akavuta haraka 2, hakuna shida kwenye hii al-munfasil, kwa sababu Hafsi ana wajhi zaidi ya mmoja hapa. Wan-nun fi an la ilaha tudgham, sema wamdud ala al-lam, navuta katika lamu bi sautin yufhamu, kwa sauti inayofahamika. Sio sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Kuna baadhi ya wasomaji waadhini huwa wanasevu na kubana pumzi zao wakiwa wanazingatia sana mwishoni kule, vina mwishoni, illa Allah, lakini anaua hapa ashhadu an la ilaha illa Allah, maana hapo pita ashhadu an la ilaha illa, ashhadu an la ilaha, yani anaweza kavuta ilaha illa Allah, alafu kwenye kuvuta hapa kwenye hamza havuti ashhadu an la ilaha illa Allah, lakini akaja kavuta ashhadu an la ilaha illa Allah, yani pakuvuta havuti, alafu ambapo hapataki kuvuta anaenda kuvuta. Kwa hiyo anakuwa hiyo lamu ivute alla ilaha illa Allah. Hii Allah mwishoni unaweza ukaivuta kwa sababu inakuwa ni al-arid lis-sukuni, iko mwishoni, kwa hapana shida, hata haraka 6 huko hapana neno. Anasema beti ya 9, li'annahu lin-nafyi wal-juhudi, kwa sababu hiyo lamu ni ya kukanusha na kupinga na kukataa kwamba hapana mola aabudiye kwa haki isipokuwa Allah. Kwa ivute vizuri, ivute vizuri, usifanyie qasd, bali fanya maddi kwenye hiyo lamu. Wa ba'dahu al-ithbatu lil-ma'budi, baada yake kuna kuthibitisha mwenye kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenye kusema illa Allah, ashhadu an la ilaha ilaha illa, kwa baadaye thibitisha pia illa Allah, na pale imekufa illa Allah kwa sababu iltiqa'i sakinaini, sukuni ya kwenye lam na sukuni ya kwenye lafdhul jalala. Wallamu liljalalati almu'azzama, na hiyo lamu liljalalati ya lafdhul jalala, lamu inakuja kwenye Allah mwisho wa shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, an la ilaha illa Allah anna Muhammadar Rasulullah. Lafdhul jalala lakuja almu'azzama, liljalalati almu'azzama, kwa ajili ya lamu aljalala, lamu ya lafdhul jalala, neno lile tukufu ambalo ni Allah, almu'azzama, lenye kutukuzwa hilo neno. Mashdudatun, ni lenye kutiwa shadda, lenye kukazwa. Mamdudatun, tena lenye kuvutwa. Mufahama, lenye kusoma kwa uzito, sio murakaka, hakuna tarqiq. Kwa maana mu'azzama tuachana nako kwa sababu ni sifa ya hiyo lafdhul jalala. Mashdudatun yenye kushana illa Allah, shadda imekazwa, alafu mamduda illa Allah kwa sababu ni arid lisukuni kwa mishoni, illa Allah. Usisome illa Allah, hujavuta illa Allah, utavuta sana kwa sababu iko mishoni, arid lisukuni. Alawasema mamdudatun, kwa maana ivutwe hiyo lamu. Mufahama, yenye kusoma kwa uzito, kwa tafkhim, kujaza mdomo. Usome illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, so illa Allah, illa Allah, mufakhama, tafkhim kwenye hiyo lamu ya lafdhu aljalala, lazima isome kwa nini? Kwa tafkhim. Na hiyo ni kwa sababu nyuma ya lafdhu aljalala kuna fatha, illa Allah kuna fatha. Pangekuwa na kasra tungesoma kwa tarqiq, lakini hapo lazima ifanywe tafkhim kwa sababu nyuma yake kuna fatha.
nasbu Muhammadan wa raf'uka rasul, kutia kwako nasbu, kuitia fatha neno Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan, na neno rasul lazima ulitie rafi', ulitie dhamma. Ashhadu anna Muhammadan rasul, sio kasoma anna Muhammadan rasula, kwa maana rasul ikawa ni sifa ya Muhammad, bali rasul inakuwa ni khabari ya anna, na Muhammad inakuwa ni ismu anna, kwa maana huyu Muhammad ni rasuli, ni mjumbe wa Allah. Kwa hiyo nasbu Muhammadan wa raf'uka rasul, kadhaka kullu arifin bihi yaqul, basi hivyo kila mwenye kujua anasema hivyo. Kullu arifin bihi yaqul, arifun bihi yaqul, yani kila mwenye kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo. Kila mwenye kumjua Mtume, au kila mwenye kujua adhana anasema hivyo. Washaddu fi hayya wa tafkhimu as-salah wamdud ala al-lam lisakin laqa. Washaddu fi hayya, na kutia shadda kwenye neno hayya, wa tafkhimu as-salah, na kuisoma kwa uzito, fakhm, kujaza lafdhi salah ili isichanganyike na sini sa. Tuanze kwenye hayya. Moja ya makosa ya waadhini kwenye neno hayya ni kutia ghunna kwenye hayya, kwenye herufi ya. Utasikia anasoma hayya ala salam, hakuna ghunna kwenye ya sio katika herufi za ghunna, hata kama ina shadda. Ni kusema tu hayya ala sala, hayya ala, sio hayya ghunna kwenye ya wapi na wapi. Hii ni miongoni mwa makosa ya watu wanaotoa adhana. Kwa sema tia shadda kwenye hayya, usitie ghunna, tia shadda. Wa tafkhimu as-sala, hayya ala as-sala, swadi yake itamke vizuri ili swadi isifanane na sini. Nasema hayya ala as-sala, hayya ala as-sala, sala. Wamdud ala al-lami, na ivute hiyo lami ya swala, la lisakin laqa, kwa sababu ya sukuni iliyokutana na lamu. Maana yake nini? Kana kama nakwambia hapo kuna al-madd al-arid lis-sukun, kuna mada iliyozalika iliyotuka kwa sababu ya sukuni. Ndio wanasema swala, sukuni iko wapi? Kwenye kusimama, kwenye hiyo ha. Kwa hiyo ivute vizuri hiyo lamu, ivute hiyo lamu ya swala kwa sababu unasimama. Hayya ala salah, useme hayya ala salah, hayya ala salah, vuta hiyo lamu kwa sababu unakwenda kusimama. Wa fil falahi mithla dhaka taf'alu, na kwenye falah, yani hayya ala al falah, vuta lamu ya falah kwa sababu unasimama, na ile hayya pia ikaze mfano wa hivyo kama ulivyofanya kwenye kule. Wa muddahu lisakin la taghfalu, wa muddahu, na ivute hiyo lamu lisakinin kwa sababu ya sukuni iliyotokea. La taghfalu, usighafilike kuvuta falah, sio kusema hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Fahakadha qad warada al-adhan, basi hivi ndivyo ilivyopokelewa na kuja adhana, imekuja hivi. Wa man yukhalifhu fahuwa lahani, na mwenye kukhalif namna hii ya adhana ilivyokuja ni mwenye kufanya lahni, ni mwenye kufanya kukosea. Lahni ni makosa katika matamshi na lafudhi, imma za Qur'ani au za kwenye adhana hivi au sehemu yote. Qalu fulanun lahan, yani yukthiru al-akhta katika maneno au katika lugha. Fahuwa lahanun, ana lahni na ana makosa katika lugha au katika hicho ambacho amekifanya hasa kwenye adhana. Waffaqana Allahu ila as-sawabi, Allah atuwafikishe kuelekea katika usawa. Bihurmati an-nabii wal ashabi, kwa utukufu wa kwa heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Beti ya mwisho
Ajuzu ya pili ya beti, wallahu ta'ala a'lamu bihi bihurmati an-nabiy wal ashabi. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khair, barakallahu fikum, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.